wananchi, katika kipindi cha miaka miwili kuanzia mwezi Disemba mwaka 2022 hadi Disemba 2024, tunaona kuna mafanikio makubwa yaliyofanyika kwa juhudi zilizofanyika kuweza kuendeleza shughuli za sanaa. Katika kipindi hiki utoaji wa mkopo umefanyika na jumla ya thamani ya bilioni 5.28 kwa miradi kwa jumla ya miradi 359 katika mikoa 18 Tanzania bara imetolewa. Utoaji wa mafunzo ya wasanii 11,083 wakiwemo wanawake 6,739 ambao ni sawa na 61% na wanaume 4,344 sawa na 39%. Jipongezeni, jipigieni makofi. Pia mfuko umefanya uchochezi urasimishaji wa kazi za sanaa kwa wasanii 8,154 kupitia usajili wa biashara na namba ya mlipa kodi, kufungua akaunti za benki na pia kuwa na leseni za majina ya biashara na kadhalika. Kwa uchache tu nasema kwamba kuzalisha pia jumla ya ajira 449,343 zilizonufaisha wananchi kwa zaidi ya milioni 1,356,876. Ndugu zangu wananchi, nimeona kwanza nitoe takwimu hizo angalau kwa ufupi ili muweze kuona na kuelewa kazi nzuri iliyofanywa na uongozi wa mfuko wa sanaa Tanzania. Na kwa mujibu, ndugu zangu wananchi, kwa mwaka huu 2025 mfuko umeandaa matukio matatu makubwa, na nimeona pia na yenyewe nijaribu kuyasema, na lengo kubwa ni kuonyesha tu kwamba mfuko umefanya kazi kiasi gani. Yapo mambo mengi yamefanyika, lakini kwa uchache, kwa sababu ya muda nisingeweza kuyataja yote, lakini nikaona angalau matatu. Tunasema kwamba kuna washa ya wadau wa utamaduni na sanaa iliyofanyika tarehe 17 Aprili 2025 na ifanyika katika ukumbi wa maonyesho ya taifa ulionufaisha wadau 410 katika sekta ya utamaduni na sanaa. Yapo pia maonyesho haya ya kwanza yalifanyika ya kitaifa ambayo ni ya kazi za utamaduni na sanaa, tunayafungua leo rasmi. Na pili, mkutano wa pili wa wadau wa sekta unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei tarehe 14, 2025. Lengo la matukio haya si tu kuonesha kazi za sanaa, bali ni kujenga mwingiliano thabiti unaowezesha kazi za utamaduni na sanaa kujiendesha kibiashara, kuongeza uzalishaji wa huduma za kifedha na matumizi ya teknolojia za kisasa kutatua changamoto za siku zinazowakabili wadau wa sanaa. Afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania, taasisi ya umma ambayo iko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo ni furaha yangu ya pekee leo kuwa nanyi pamoja na kuandaa maonyesho haya ya kitaifa ya kazi za utamaduni na sanaa. Kwa maonyesho haya tumeandaa kwa kushirikiana na wizara pamoja na mashirikisho mbalimbali ya sanaa. Maonyesho yameanza jana tarehe 24 mwezi Aprili, anatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu. Kwa hiyo katika maonyesho haya kuna taasisi zaidi ya